Zawadi, naomba umheshimu sana Kai. Kai ameonyesha upendo wa dhati kwako, na mie pia nakuomba wewe uoneshe upendo kwa Kai. Huyu ni zaidi ya bosi, ni zaidi ya ndugu. Anakujali na kukuheshimu pia. Naomba na wewe umjali na umheshimu. Sawa mama, mimi nimekuelewa na nitafanya kama ulivyoniambia. Wanangu, mimi nawapenda sana. Mimi nawapenda sana. Nikiona tupo hivi katika furaha, na mimi roho yangu inafarijika. Hivi Sania, wewe una nini lakini? Kwani wewe hujui kama mimi nimeolewa? Unakuja nyumbani kwangu na hayo mavazi yako. Unataka mimi mume wangu achukie? Yaani nawe. Kwa hiyo unaona mfatisha yule mlemavu wako ambaye hana miguu, si ndio? Nilichokivaa hapa cha ajabu kitu gani? Bwana, mimi hapa nimekuja na maongezi na wewe. Nataka nikuchukue uende kule nyumbani kaongee na dada. Yaani nyinyi mnanichekesha. Yaani niache kufanya biashara zangu nije kwenu kuja kupiga zogo kweli? Sio zogo, tunaenda kuongea mambo ya maana. Twende bwana. Na vipi kuhusu biashara yangu? Biashara gani? Sina pale biashara yangu. Yale majani. Kwani ni bei gani? Yanagharimu 5,000. Haya. Mimi nitakupa 10,000. Ole wako Sania, unidanganye na kuja huko kwenu alafu nipi chochote, tutagombana. Hizo ni hela ndogo sana. Twende bwana. Shoga yangu, naomba unihifadhie mboga zangu ndani. Nikirudi tu nazichukua. Weekend we, mimi mume ukiniuliza na mjibu nini? Utasema nimeenda kuuza mboga. Kendi, ila usichelewe. Sichelewi shoga yangu, sasa hivi mimi narudi. Sawa. Yaani yule Zawadi anapenda sana kutudhalilisha na kila siku mama, mimi nakwambia. Yaani leo ilibaki kidogo tu, yaani mimi yule ningemzibua yule mama yule leo. Yaani leo kantia hasira, yaani nitamata nimfinye. Na mama ulipokuwa na huruma, atarudi hapa utampokea kwa mikono yako miwili. Alafu kama kaondoka mwenyewe, si tumwache. Mimi simpendi, wewe humpendi. Sasa tunaenda kumfuatafuata wa nini? Tunamng'ang'ania yeye nani humu ndani? Akae huko. Kwani kafukuzwa hapa? Wewe unajiweza? Hapo uliko na kazi ya kubuya mitonge tu. Hata vyombo kuosha ujui. Aondoke. Kwa hiyo mama, mimi nakupa kama ushauri, wewe unaniambia hivyo. Basi sawa, fanya maamuzi yako wewe mwenyewe, nishachoka. Sasa wewe Tatu, mboga za watu umepeleka ndani.
Na mimi akijua kama mkeo ajaenda kuuza mboga ziko ndani kwako itakuwaje? Kwa hiyo akijua mimi nifanye nini? Mimi mume wake niuliza namwambia kila kitu. Kumbuka ile ni ndoa. Wale ni mke na mume. Sio mahawala wale. Shauri yako. Kwa hiyo mimi nifanye nini? Yeye alivyokuja kunikabidhi beseni hapa na kuondoka kule, alikuwa juu kama na ndoa. Alikuwa juu kama ndani ana mumewe. Kaamua mwenyewe kuvuruga ndoa yake. Kwa hiyo mimi shemeji akiniuliza, sitaki unafiki kabisa, namwambia kila kitu. Lakini Tatu jishikilie kwenye hili. Mimi simu. Nijishikilie mimi? Basi ndio hivyo shoga yangu. Unisuke vizuri, sioni butue minywele kama vile mituta ya viazi. Kama nitakusuka tena. Labda sio mimi. Maana shemeji, Samanini. Eti mke wangu mmemwona ameelekea wapi? Mkeo kaelekea kule kaenda kuuza mboga zake. Una uhakika? Si umwambie ukweli. Sikia shemeji, nikwambie. Mkeo hapa kaondoka na yule msichana alokuja hapa. Halafu shemeji, hebu niache kwanza. Shemeji, huyu rafiki gani? Kwanza msichana katokea wapi? Hana maadili hata kidogo. Kwanza ile nguo kweli ya kuvaa kuja sehemu kama hii. Mkeo unaenda kumpoteza muda si mrefu. Mimi binafsi sijafurahiwa. Yule sio mtu kufuatana naye. Sijaongea kwa ubaya. Nimeongea tu lakini Wewe. Hiyo sio taiti yangu hiyo. Ina maana mimi siku zote natafuta taiti yangu, kumbe unayo wewe, si ndio? Kumbe wewe mwizi Lakini Pinky, ulinigaia mwenyewe. Ulisema hii kubwa kwako haikutoshi. Lakini umenigaia hiyo taiti. Hivyo kichwani mwako kuna vitu wewe. Mimi nilikwambia hiyo taiti uivalie humu ndani. Kilichokufanya wewe ndo kaivalia huko nje. Kelele wewe. Wewe unapenda shari muda wote. Kila unapojaribu kutafuta amani kwenye hii nyumba, wewe ndio umekuwa mtu kuchochea vita. Shida nini? Na wewe siku moja ungeacha kufuatilia mambo ya kike. Hiyo taiti utanunulia wewe. Pinky, usimjibu hivyo kakaako. Sawa? Asante mama kwa kumshikisha adabu huyo. By the way, sijaja hapa kwa ajili ya kugombana na mtu, bali nimekuja kutafuta suluhu. Mama, naomba msamehe Zawadi. Hakika najutia sana makosa yake. Na kuondoka kwake hapa nyumbani sio kama amependa, bali alishindwa kuvumilia tu manyanyaso ambayo alikuwa anayapitia. Kwa sababu ukiachana na yote, yeye pia ni binadamu. Na sio kila binadamu anaweza kuvumilia hii hali ambayo alikuwa anapitia Zawadi. Hebu jenga picha mamangu, leo hii Zawadi ameondoka hapa ameenda kutangatanga mtaani huko na akakutwa na matatizo makubwa. Nani atawajibika zaidi tu sisi? Maana sisi ndo walezi wake. Kwa hiyo kwa upande wa Zawadi nimeongea naye na amekiri makosa yake. Na ameridhia kwa moyo mmoja kuja kukuomba radhi. Kwa nakuomba sana mamangu, naomba msamehe Zawadi na umpokee tena kwenye hii nyumba. Jamani, mimi nimeshasema sitaki kuingia katika huo mpango wenu. Hivi nyie, hamjui kama mimi ni mke wa mtu? Mbona mnapenda kuning'ang'aniza vitu ambavyo mimi sivielewi? Kwani mwanamke ni kendi tu peke yake, hamna wanawake wengine? Sikia niwaambie nyie, mimi nampenda sana mume wangu. Yaani nampenda kabisa, alafu akija kusikia upumbavu wenu, anaweza hata akaniacha. Maana toka umekuja hapa, mke wa mtu. Kendi. Kwa hiyo sisi tunajipendekeza. Yaani Kendi umpata mwanaume mzuri, mwenye pesa, alafu unaamua kumpiga teke aende. Kwa hiyo wewe unafurahi jinsi jua linavyokuwakia na ile beseni lako la mboga.
jua lako, mvua yako, mateso yote yanakumalizikia mwilini, Hivi kwa nini ndugu yangu? Hebu naomba ukae chini ufikirie Kendi. Bwana mwanaume mwenye pesa, alafu ana familia nzuri. Maisha yako tabadilika kabisa. Usijali, Zawadi mimi nimemsamehe. Kwa kuwa vikombe tu vinakaa kabatini na vinajigonga vyenyewe kwa vyenyewe. Sembuse yeye. Nimekusamehe Zawadi, sawa? Asante madam. Na nakuahidi sitarudia tena. Sawa kama kuturudia tena. Asante mama kwa kumsamehe Zawadi. Hakika hautojutia maamuzi yako. Zawadi, unaweza kwenda chumbani na kurudisha nguo zako, na nadhani kesho utaendelea majukumu yako ya kazi. Zawadi, nenda kapumzike. Sawa? Sawa madam. Hivi rafiki yangu, kwa mwanaume gani ulikopo naye mpaka wewe unamuita mume, Mimi ninachojua mwanaume anatafuta kwa jasho ili mwanamke wake aishi maisha mazuri, amtunze. Ila kwa wewe rafiki yangu ipo tofauti. Yaani wewe ndio unatafuta kwa jasho, unahangaika na mimboga mboga huko barabarani ili mwanaume wako umtunze. Mimi nakuona ni waajabu. Basi rafiki yako nimekutafutia maisha mazuri, uolewe na tajiri, uwe na pesa. Labda uko mbele unaweza kumsaidia wewe mwanaume wako ambaye ana mbele hana nyuma. Ila bado. Alafu Kendi, unajua ni mwanamke mzuri sana. Yaani ukikutana na mwanaume mwenye uwezo wa kumwangalia mwanamke kwa jicho la ndani, anajua umepata bonge la piskali. Lakini jiangalie. Yaani umechakaa. Mbibi si mbibi, mama si mama, kati ni binti, Tafakari, yule ana pesa. Hautabadilisha maisha tu ya huyo mlemavu wako mwenye kamguu kamoja sijui miguu miwili. Wanda vipi, Sikia niwaambie nyie, mimi nawaheshimu. Basi na nyinyi jiheshimuni hata kidogo. Nimeshaambia mimi ni mke wa mtu, siwezi kuingia katika huo mpango wenu wa kipumbavu. Kweli umaskini mtamu. Yaani kumbe kuna watu wanalelia umaskini kiasi hichi. Hivi Tatu shoga yangu, mbona umeenda kunivua nguo Mimi nimekwambia hii siri baki kati yetu, lakini wewe umetoka umeenda kumwambia mume wangu. Angalia sasa. Kendi rafiki yangu, mimi sikuwa na chaguo kwa sababu ilinabeba tu beseni na mume anatoka ndani. Yaani nilishindwa jinsi gani ya kujitetea. Ningefanya nini mimi rafiki yangu? Tatu jamani, sasa alikuwa unaona vipi wakati nilikuacha unaingia ndani? Alafu Kendi, yule rafiki, hivi yule ni rafiki gani unafuatana naye? Yaani yule sio rafiki wa azi yako. Yaani hana maadili. Hivi nguo gani ile anavaa, anatoka huko alikotoka mpaka hapa, alafu mbele ya mumeo. Ana maadili gani yule msichana? Lakini Sania sio mtu mbaya. Labda tu kwa vile ni yale mavazi yake. Lakini mdada ambaye ana roho nzuri sana. Kweli kabisa Kendi, anachokisema Tatu yuko sahihi. Kwa rafiki gani yule? Anavaa nguo gani zile jamani mbele ya mume wako? Uni kama anakudhalilisha. Kingine, ukija ukimwachia shoga yangu, atakuja kukuchukulia hata mumeo. Mimi nakwambia tu. Kwa sababu hana shemeji. Basi sasa tunaenda sokoni hapa. Haya.
Nisamehe mume wangu. Kendi, mke wangu, unajua wahenga wakukosea waliposema kwamba ndege wafananao huruka pamoja, na mara nyingi ibilisi wa mtu ni mtu. Yaani mtu hujifunza tabia mbaya kutoka kwa mtu wake wa karibu. Sasa mke wangu, ukijiangalia wewe namna ambavyo ulivyo, unavaa kwa heshima, ukitamka unatamka maneno yako kwa stara, mtu akikuona tu anasema kwamba yes, huyu ni mwanamke ambaye amefunzwa na amelelewa katika maadili sahihi kabisa ya Kiafrika. Lakini hebu jaribu kumwangalia yule rafiki yako. Mavazi yake hayana adabu. Yeye mwenyewe hata akiongea maneno yake hayana heshima, hayana stara. Sasa kitu ambacho mimi naogopa, wewe unatengeneza naye urafiki yule. Kama unatengeneza naye urafiki, mwisho wa siku utakuja utaiga tabia zake. Sasa ukishaiga tabia zake, matokeo yake ni yapi? Utakuja utanidharau mume wako, utaona mimi sina maana. Yaani amani katika ndoa yetu itavurugika. Hiko ndo kitu ambacho mimi nakiogopa, mke wangu. Mimi naomba tu nisamehe mume wangu. Kukusamehe sio shida, mke wangu. Mimi nilisha kusamehe kabla hata hujaniambia neno samahani. Lakini siku zote kwenye maisha ukweli umweka mtu huru. Lakini siri ni bora sana, lakini ikiwa bado haijafichuka. Siku ikija kufichuka, mke wangu, huyu mtu aliyeweka siri atadhalilika. Basi naomba uniweke wazi. Baada ya kuondoka hapa, nini alikuambia yule binti? Of love. Nilipoenga sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje, lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. I told myself it's gonna be fine. Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima. Nilidhani ni salama, I thought I was strong, lakini maswali yakaanza playing